Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la pili la Pasaka, kipindi cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 6, aya ya kwanza hadi ya 7. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 6, aya ya 16 hadi ya 21. Karibu tusikilize Injili. Jioni wanafunzi waliteremka baharini, wakapanda chomboni, wakaanza kuivuka bahari kwenda Kapernaumu. Nako kumekwisha kuagiza, wala Yesu hajawafikia. Na bahari ikaanza kuchafuka kwa kuvuma upepo mkuu. Basi wakavuta makasia kadiri ya maili 3-4, wakamwona Yesu anakwenda juu ya bahari na kukikaribia chombo. Wakaogopa. Naye akawaambia, "Ni mimi, msiogope." Basi wakataka kumpokea chomboni, na mara hiyo chombo kikaifikilia nchi waliokuwa wakiiendea. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tusikilize hii tafakari ambayo leo tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo katika hii Injili akisema, "Ni mimi, msiogope." Ndugu wapendwa katika Kristo, Injili ya leo inatupeleka katikati ya bahari yenye mawimbi makali. Ni usiku, giza limetanda. Wanafunzi wako peke yao ndani ya mashua wakipambana na upepo mkali. Yesu hayupo nao, angalau kwa macho ya kibinadamu. Hii si hadithi ya mbali. Hii ni picha yetu ya maisha ya kila siku. Tunaweza kujiuliza, ni mara ngapi tumewahi kujikuta katika hali kama hiyo, tukipambana peke yetu? Mfano, matatizo ya kifamilia, changamoto za kazi, magonjwa, hata ukame wa kiroho. Tunajikuta tunapiga makasia, lakini mashua haisongi mbele. Wapendwa, dhoruba si ishara ya kuachwa na Mungu. Hapa tunaona wanafunzi walikuwa katika mapenzi ya Mungu, lakini bado walikumbwa na dhoruba hii. Ni kweli ni muhimu, kwani kuwa Mkristo hakukuondolei dhoruba za maisha, lakini kunaleta mabadiliko katika kupitia dhoruba hizo. Wanafunzi walipomwona Yesu akitembea juu ya maji walipata hofu. Hapa tunaona hofu ya kibinadamu. Yesu anakuja kwa namna ya pekee isiyotegemewa. Anatembea juu ya maji. Badala ya furaha, wanafunzi wanaogopa kwa sababu ya hofu. Hii ni kama sisi leo. Mara nyingi Mungu anapotenda katika maisha yetu kwa njia tusiyoielewa au kwa muda tusiotarajia, hujikuta tukiogopa badala ya kuamini. Katika Injili tunasikia Yesu anawaambia wanafunzi wake, "Ni mimi, msiogope." Hii inakuwa ni sauti ya wokovu kwao. Na hapa ndipo moyo wa Injili ulipo. Yesu hasemi kwanza, "Nitazima dhoruba."
wala hasemi nitarekebisha hali, bali anasema ni mimi. Hii maana yake ni kwamba uwepo wake ni jibu kabla ya suluhisho. Ndugu zangu, mara nyingi tunataka Mungu abadilishe hali zetu, lakini inakuwa ni kinyume chake, kwani Mungu analenga kubadilisha mioyo yetu kwanza. Kwani tunatambua kuwa amani ya kweli haitokani na kukosekana kwa dhoruba, bali inatokana na uwepo wa Kristo ndani yetu. Lakini pia katika Injili hii tumeona Yesu akitembea juu ya maji. Hii inamaanisha kwamba Kristo anayo mamlaka juu ya hofu zetu. Kristo anatembea juu ya kile kinachowatisha wanafunzi. Hii ni ishara kwetu kwamba kile kinachotutisha kiko chini ya miguu ya Kristo. Yaani, hakuna matatizo yetu yaliyo makubwa kuliko uwezo wa Mungu. Si umasikini, si ugonjwa, si kushindwa, wala si dhambi zetu. Yote haya hayawezi kuzidi uwezo wa Mungu. Pia katika Injili hii tumeona wanafunzi wakimkaribisha Yesu katika mashua. Wanapomkaribisha ndani ya mashua, na mara wanajikuta wanafika mahali walipokuwa wanakwenda. Wapendwa, hii ni siri ya maisha ya Kikristo. Ukimruhusu Yesu aingie katika maisha yako kikamilifu, mambo yanaanza kupata mwelekeo. Hii ina maana kwamba katika maisha yetu hatuhitaji nguvu zaidi, bali tunamhitaji Yesu zaidi. Hivyo wapendwa, Injili hii inatuacha na maswali ya msingi. Je, ni dhoruba gani ninayopitia sasa? Je, ninaitambua sauti ya Yesu katika hofu yangu? Je, nimemkaribisha kweli Yesu katika maisha yangu yote, au sehemu fulani ya maisha tu? Wapendwa, leo Yesu anakuja kwetu katika hali yetu halisi na anatuambia ni mimi, msiogope. Tusiogope maisha, tusiogope kesho yetu, tusiogope hata udhaifu wetu. Tumkaribishe Yesu ndani ya mashua ya maisha yetu, na mioyo yetu itajaa amani. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Apolinari Sachi kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kora, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi yaashiria ushindi wa kimungu. nasi tunajivunia imani twasakafia